Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea kuanzia Oktoba 29 na kuendelea hayakuwa ya bahati mbaya, bali yalipangwa mahususi kwa lengo la kuangusha dola ya nchi. Akizungumza hii leo Disemba 2 na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa JNICC, Rais Samia amesema vijana waliohusishwa katika matukio hayo walitumika na kupewa maelekezo yakilinganishwa na kile kilichowahi kutokea Madagascar, lakini wengi wao hawakuwa na uelewa wa matukio hayo walioambiwa kuyaiga. Katika hotuba yake, Rais Samia amegusia kuwa serikali imechukua hatua ya kudhibiti hali hiyo na itaendelea kuweka mkazo katika kulinda amani na usalama wa nchi. Lililotokea ni tukio la kutengenezwa, na waliolitengeneza walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Kiangalia klipu za nyuma zilizotokea, vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa. Yaliyotokea Madagascar yatokee na hapa. Lakini ukimvuta kijana yule, hebu niambie Madagascar kumetokea nini, hajui. Unataka hapa kitokee nini, hajui. Lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa, na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili, washitiri na watekelezaji. Katika vurugu ile waliingia waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutokujua, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako ingia barabarani. Kwa waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa. Nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi na halafu. Kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa. Kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa. Vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa. Magari ya serikali vimeunguzwa. Vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na jina la hayo. Ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tulioyazoea na tulio yakubali ndani ya katiba yetu ni yale watu wameudhika na kitu, tunaomba tuandamane, tujueleze, tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka Mnazi Mmoja au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tulioudhika nayo. Na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika. Wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi, lengo ni nini? Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.